Kwanza kabisa napenda nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya kupitia wizara zote au taasisi zote ikiwemo taasisi hii ya utalii. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa ya kutuletea maendeleo wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, napenda pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote wa wizara hii kwa kazi kubwa na nzuri wanaoifanya hadi kuhakikisha kwamba mapato ya nchi yetu kupitia sekta hii yanaongezeka maradufu. Mheshimiwa Spika, sekta ya maliasili na utalii inachangia katika pato la taifa 17% na zaidi. Mheshimiwa Spika, awali kabla ya kipindi cha Royal Tour cha Mheshimiwa Rais, sekta hii ya utalii ilikuwa inachangia dola za Kimarekani bilioni 1. Lakini kutokana na juhudi za Mheshimiwa Rais, sekta hii imeweza kukua na sasa hivi tunajivunia kusema kwamba inachangia dola bilioni 3.9 katika mapato ya nchi. Hongera sana Mheshimiwa Rais, hongera sana watendaji, hongera sana kwa kazi kubwa mnayoifanya kuhakikisha kwamba mapato ya nchi yanaendelea. Mheshimiwa Spika, katika kuendeleza sekta hii ya utalii, taarifa ya wizara imesema, taarifa ya kamati imesema, naungana na kamati kwamba mfuko wa TDL lengo lake ni kutangaza vivutio vya utalii na kuimarisha utalii Tanzania. Kama ni hivyo, Mheshimiwa Spika, lazima tuangalie vigezo vya nchi ambazo zimefanya vizuri kupitia sekta hii ya utalii. Mheshimiwa Spika, katika miongoni mwa nchi zilizofanya vizuri, moja ni nchi ya Singapore ambayo imefanya vizuri katika sekta hii ya utalii. Nchi ya Singapore ina bodi ya utalii kama ya kwetu, lakini kila mwaka inaingiza dola bilioni 22. Lakini bodi hiyo imesambaa katika nchi tofauti zinazofanya vizuri katika masoko ya kimataifa, imefungua ofisi 19 kila nchi. Lakini pia ina watumishi 514. Bodi yetu sisi ya utalii hatujaipa nguvu ya kisheria. Na muomba Mheshimiwa Waziri atakapokuja kufanya majumuisho, naomba sana, kwa sababu bodi yetu bado ni tegemezi, hatujaipa mamlaka ya kisheria kuweza kutangaza vivutio vya utalii Tanzania. Tuipe mamlaka bodi, sio kila sekta itangaze tu vivutio. Bodi hii ina uwezo wa kutangaza vivutio, ina uwezo wa kujenga miundombinu, ina uwezo wa kutangaza uwekezaji na kukaribisha uwekezaji. Lakini pia bodi hii kama tutaimarisha na tukasema kwamba fedha za TDL zielekee moja kwa moja kwenye bodi ya utalii, matokeo yake mtayaona. Naomba sana Mheshimiwa Waziri kuleta bungeni hapa mabadiliko ya sheria ya bodi ya utalii. Bado bodi yetu ni tegemezi, inategemea fedha za OC za wizara. Mpaka wizara iseme sijui kiasi gani, hawana uwezo wa kufanya kazi wala kuweka watumishi wenye weledi na walio bora. Hawawezi. Bodi hii kama tutaimarisha vizuri na tukafata vigezo kama vile ambavyo Mheshimiwa Waziri wewe unajua vizuri tu, tutaweza kuongeza mapato ya nchi kuliko tena utalii utaweza kuongeze fedha za utalii zinazotokana na utalii, fedha zinazotokana na utalii katika nchi zitaweza kuendesha mapato yote ya nchi kwa mwaka mzima. Kwa sababu nimesema kwamba dola 22 zile za Kimarekani ni sawa na trilioni 64, ambapo sisi tunaweza kutumia na kubaki ziada. Sisi tunataka tuende mbele zaidi, hatutaki tuwe nyuma. Tumefika hatua nzuri, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Tumsaidie Mheshimiwa Rais ili tuweze kwenda vizuri. Tuongeze mapato kwa kupitia sekta hii ya utalii. Wizara zote zilizopo nchini zitashindwa na utalii kutokana na ukubwa wake, kutokana na sasa hivi wasafiri walivyo wengi. Kila wakiona, kwa sababu wakipitia kwenye mitandao wakiona mwenendo
mwenendo wa nchi ulivyo, wakiona amani na utulivu ya nchi ilivyo, wakiona miundombinu, wakiona huduma mbalimbali, wakiona na mambo mengine kupitia kwenye mitandao, wataweza kuongezeka zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Mheshimiwa Waziri, na kuomba utakapokuja kufanya majumuisho, suala la bodi ya kufanya marekebisho ya bodi ya utalii, uje utoe majibu kwamba lini tunafanya marekebisho ili bodi iweze kuwa na nguvu na mamlaka ya kusimamia utalii na kuendesha utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, mwaka 2011 nchi ya Singapore ambayo nasema imeendelea katika nchi za kimataifa, imeendelea katika masoko ya kimataifa, ilileta mikataba mitatu ya kibiashara ya utalii ambayo lengo lake ni kufanya biashara na nchi ya Tanzania kupitia sekta ya utalii, iwe miundombinu, iwe wekezaji, iwe vitu vingine. Lakini mpaka leo mikataba hiyo haijasainiwa. Tatizo nini? Tumekwenda kuona ukiingia kule unakwenda sehemu moja tu ya sehemu ya utalii, kila mtu analipa $20, lakini angalia watu wangapi wanaingia katika eneo moja la utalii. Watu 1400 kwa siku, kila mmoja analipa $20, $15, au sehemu nyingine unakwenda $35. Maendeleo yamekuwa sana. Wao wenyewe wametushangaa, wanasema nyinyi mna uwezo, mna vitu artificial, mna kila kitu. Yani sisi tunashangaa, tumetembea Tarangire, tumetembea sijui Ngorongoro, tumetembea wapi. Na ndio maana nyinyi mna vitu natural kabisa. Na ndio maana sisi tukasema tuingie mkataba na nyinyi. Leo mnakuja kufanya nini? Hivi mlirogwa wapi? Haya, asante sana. Naomba sana Mheshimiwa Waziri, atakapokuja kufanya majumuisho, atupe matokeo ya mabadiliko ya sheria ya bodi ya utalii, lakini pia atupe mikataba hii imekwama wapi, iweze kusainiwa ili tuweze kuingia mkataba nasi. Asante sana Mheshimiwa. Naunga mkono. Asante sana Mheshimiwa Profesa